Karibu sana kwenye Nuhu Online TV. Hii ni chaneli yako ya kuaminika inayokuletea taarifa muhimu, habari moto na mafunzo ya maisha ya kidijitali. Leo tuna habari ya kushtua na ya kusikitisha, habari ambayo inatufundisha jambo kubwa sana. MwanaPay Network, mmoja wa content creators maarufu na mashuhuri mtandaoni, ametekwa kidijitali. Akaunti yake rasmi imedukuliwa na matapeli wameitumia kueneza utapeli na uongo kwa wafuasi wake. Lakini swali ni hili, ilikuwaje? Nani yuko nyuma ya hili? Na sisi kama watumiaji wa mitandao tunajifunza nini? Sehemu ya kwanza, tukio lilivyotokea. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na uchunguzi wetu wa ndani, akaunti ya MwanaPay ilianza kuonesha tabia zisizo za kawaida, video zilizofutwa ghafla, ujumbe wa ajabu uliotumwa kwa mashabiki na hata baadhi ya followers kupokea ujumbe unaotaka pesa au kuahidi zawadi za uongo, fake giveaways. Hili lilithibitishwa kuwa ni tukio la udukuzi wa akaunti. Matapeli walifanikiwa kuingia ndani ya akaunti ya MwanaPay kwa kutumia mbinu za kisasa kabisa kama phishing au session hijacking, na wakaanza kuiendesha kama yao. Sehemu ya pili, njia zinazotumika kudukua akaunti. Wataalamu wa cybersecurity wanatuambia kuna njia kuu kadhaa ambazo matapeli hutumia kudukua akaunti za watu mashuhuri kama MwanaPay na hata sisi wa kawaida. Hizi hapa chache kati ya hizo. Phishing, kutuma links za uongo zenye sura ya kawaida, mfano YouTube, Gmail au Instagram, halafu mtu anajisajili bila kujua kuwa yuko kwenye tovuti bandia. Fake apps, kupakua app feki inayoripoti kuwa ni editor, downloader au security tool. Kumbe kazi yake ni kuiba data zako. Keyloggers, program zinazonakili unachokiandika kwenye keyboard yako bila wewe kujua. Wi-Fi za umma, kuingia kwenye akaunti zako ukiwa kwenye Wi-Fi ya sehemu ya umma ambayo haina ulinzi wa kutosha. Sehemu ya tatu, athari zinazojitokeza. Matokeo ya kudukuliwa kwa akaunti ni makubwa zaidi ya vile watu wanavyodhani. Kupoteza miaka ya kazi ulioiweka mtandaoni, wafuasi wako kupoteza imani kwako, matapeli kutumia jina lako kuomba pesa au kueneza udanganyifu, wewe mwenyewe kupoteza mapato na nafasi ya kukuza jina lako au biashara zako. Kwa MwanaPay, haya yote yametokea kwa muda mfupi, lakini yanaweza kumtokea mtu yoyote. Sasa ndugu zangu, hili ni darasa, sio tu habari ya kushtua. Sisi sote tunapaswa kuchukua tahadhari. Hivi ndivyo unavyoweza kujilinda dhidi ya matapeli wa mitandaoni. Tahadhari, hivi ndivyo unavyoweza kujilinda dhidi ya matapeli wa mitandaoni. Chanja, tumia nenosiri gumu. Epuka kutumia jina lako, tarehe ya kuzaliwa au vitu vinavyotabirika. Tumia mchanganyiko wa namba, herufi kubwa na alama. Chanja, weka two-factor authentication. Hii ni hatua ya pili ya ulinzi inayotumia simu yako kuthibitisha kama ni wewe unayeingia. Bila hii, akaunti yako iko wazi kabisa. Chanja, usibonyeze viungo visivyoeleweka. Chunguza kila link kabla hujafungua. Kama hauna uhakika, usibonyeze kabisa, hasa viungo vinavyokuja kupitia barua e-posta au WhatsApp. Chanja, hakikisha vifaa unavyotumia vina antivirus. Simu, kompyuta au tablet yako iwe na ulinzi wa kisasa wa program ya antivirus na firewall. Chanja, usitumie Wi-Fi za bure kwa shughuli nyeti. Kama unatumia Wi-Fi ya umma, usifungue akaunti zako muhimu kama Gmail, YouTube au benki mtandaoni. PI, kama tayari umeathirika au unahisi umevamiwa mtandaoni, hizi hapa ni hatua za kuchukua haraka. Badilisha nenosiri lako mara moja. Washa 2FA kama bado hujafanya hivyo. Toa taarifa kwa kampuni husika, YouTube, Meta, Gmail, Nka. Tafuta msaada kutoka kwa mtaalam wa cybersecurity. Onya wafuasi au marafiki kama kuna ujumbe wa uongo umetumwa kwa jina lako. MwanaPay Network ni mfano tu, lakini hili linaweza kumtokea mtu yoyote. Mtandao hauna kinga ya mwili. Ukijisahau kidogo tu, unaibiwa, unatapeliwa, unadhalilika.
Tukio hili ni pigo, lakini pia ni somo. Tunapaswa kuwa na uelewa wa kina kuhusu usalama wa mitandao. Kama umepata maarifa kupitia video hii, tafadhali share kwa marafiki zako. Acha komenti yako chini kuhusu unavyojilinda mitandaoni. Bonyeza like na usisahau kusubscribe ili upate mafunzo zaidi kama haya kutoka Nuhu Online TV. Nuhu Online TV tunakuletea ukweli, tunakuletea elimu, tunakufunza maisha ya kidigitali. Usalama wako mtandaoni ni jukumu lako, lakini sisi tupo kukuongoza. Mpaka wakati mwingine, kaeni salama.